Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nita count down 3, 2, 1. Makofi mengi na vigelegele. Tanzania oye! Huu ni mradi mkubwa wa kimkakati ambao serikali iliamua kuutekeleza kwa ajili ya kuleta maendeleo ya kiuchumi kwa wananchi wake. Mheshimiwa Rais, napenda pia kukushukuru kwa maelekezo na usimamizi wa serikali yako katika utekelezaji wa miradi ya kimkakati ya nishati. Maelekezo hayo yameendelea kutupa mwelekeo katika kuhakikisha kwamba sekta hii inakuwa msingi imara wa shughuli za uzalishaji na ukuaji wa uchumi wetu. Mheshimiwa Rais, uzinduzi wa mradi wa Julius Nyerere ni matokeo ya juhudi zako mahususi kuhakikisha mradi huu unakamilika. Kituo hiki kina jumla ya mitambo 9 ambapo kila mtambo mmoja una uwezo wa kuzalisha megawati 235 na hivyo kuwa na uwezo wa jumla wa kuzalisha megawati 2115. Uzalishaji huu umeongeza uwezo wa taifa wa kuzalisha umeme na kukidhi mahitaji ya shughuli za kiuchumi na uwekezaji. Hii inatufanya tuwe daraja la muhimu la kuunganisha soko kubwa la nishati ya umeme barani Afrika, kwani nchi yetu ni mwanachama wa East African Power Pool na Southern Africa Power Pool, ambapo Tanzania inaunganisha mtandao wa umeme kikanda. Mheshimiwa Rais, uwezo wetu wa kuzalisha umeme umefikia megawati 4646 dhidi ya mahitaji ya juu ya gridi ya taifa ya megawati 2271 na hivyo kuwa na ziada ya umeme ya megawati 2375. Bado tuna kazi ya kufanya katika eneo la usafirishaji na usambazaji ambako kuna maeneo umeme unakatika hapa na pale kwa sababu ya hali ya miundombinu yake. Tunaendelea kufanyia kazi maeneo hayo kwa miradi mikubwa na mingine ambayo nimeshaitaja Mheshimiwa Rais ya usafirishaji, lakini vile vile tunaendelea na kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba tunaimarisha usambazaji wetu ili mlaji wa mwisho wa umeme aweze kuwa anapata umeme wa uhakika. Leo tunazindua mradi huu na kuwa na ziada kubwa ya uzalishaji wa umeme, lakini hali ya katika saa nyingine Mheshimiwa Rais hujitokeza kwa sababu ya miundombinu ya usambazaji, uchakavu wa nguzo, uchakavu wa laini, uchakavu wa transformer zilizopo, na tunaendeleza jitihada katika kuhakikisha kwamba tunaimarisha miundombinu yetu. Mheshimiwa Rais, kukamilika na kuanza kufanya kazi kwa kituo cha Julius Nyerere kunatupa fursa ya kuangalia mbele zaidi. Mahitaji ya umeme nchini yanaendelea kukua sambamba na ukuaji wa uchumi, viwanda, biashara, shughuli za madini, kilimo cha kisasa, usafirishaji na huduma za kijamii. Kwa hivyo, kazi ya wizara haijaishia katika kukamilisha mradi wa Julius Nyerere. Tutaendelea kutekeleza maelekezo yako Mheshimiwa Rais na malengo ya Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2050 ya kufikisha Tanzania kwenye uzalishaji wa megawati 8,000 ifikapo mwaka 2030 kwa kutumia mchanganyiko wa vyanzo mbalimbali vya nishati ikiwemo maji, gesi asilia, jua, upepo, joto ardhi, makaa ya mawe na vyanzo vingine vinavyofaa. Ni hivi karibuni tu Mheshimiwa Rais, kwa maelekezo yako, tuliwasha mradi wa sola wa megawati 50 kule Kishapu mkoani Shinyanga, lakini vile vile tumesaini mkataba wa kuanza ujenzi wa megawati nyingine 100 kule Kishapu wa umeme jua ili kuongeza katika energy mix yetu. Mheshimiwa Rais, tuna malengo ya kuhakikisha kwamba tunazalisha megawati walau 130 kutokana na joto ardhi. Hakika ni furaha kubwa kwetu sote kushuhudia kukamilika kwa mradi huu ambao kwa miaka mingi umekuwa sehemu ya mipango na jitihada za taifa letu ili kuhakikisha tunakuwa na nishati ya kutosha na ya uhakika kwa ajili ya shughuli mbalimbali za maendeleo na ustawi wa wananchi. Hapa niwaambie kwamba kila kitu kimekamilika na kinafanya kazi, hatua ambayo ni fahari kubwa kwa taifa letu. Tunasema ndoto imetimia na mpango umewezekana. Tunapofanya maamuzi yenye maslahi kwa taifa, hatupaswi kukata tamaa kwa sababu njia ya kufanikisha imekuwa ngumu, bali tunapaswa kuwa na uthubutu na uthabiti wa kuyasimamia maono na maamuzi yetu ili kufikia malengo tuliyojiwekea na manufaa tunayoyatarajia. Kwa kutambua mchango wa marais wote walionitangulia, leo hii tumewapa tunzo kwa mchango wao.
Ndugu zangu, mnakumbuka pia tulipokuja kufunga na kuruhusu maji sasa yaingie kwenye bwawa, tulitoa kumbukumbu, tuliweka kumbukumbu. Tulichukua mawe katika eneo ambalo tulianza kujaza maji, na tukasema mawe yale hatutayaona tena maishani mwetu. Labda ili ziwa, mimi sisemi bwawa, labda ili ziwa likauke kabisa kabisa, ndio mawe yale yataonekana. Lakini kwa kuwa mradi huu na umri wa miaka zaidi ya 100, mawe yale hayatashuhudiwa kwa generation 2 au 3 baada ya sisi kuondoka. Kwa hiyo tukachukua mawe yale tukayatoa zawadi kama ukumbusho wa eneo hili, na leo tumekamilisha, tumetoa tuzo kwamba mradi huu sasa umekamilika. Kituo hiki kinachangia nusu ya umeme unaotumika nchini hivi sasa. Ongezeko hili limesaidia kuondoa kadhia iliyokuwepo ya kukatika kwa umeme mara kwa mara na kusababisha usumbufu kwenye uzalishaji viwandani, utoaji wa huduma ikiwemo mahospitalini na hata matumizi majumbani. Megawati zinazozalishwa na kituo hiki zimeongeza uwezo wetu wa kuzalisha na kuwa na akiba ya kutosha ya umeme. Hivyo basi, tuna imani kwamba mradi huu utaongeza fursa za biashara, uwekezaji, uzalishaji, kutengeneza ajira na kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja na pato la taifa kwa ujumla. Hivyo natoa wito kwa wananchi kuchangamkia fursa zitokanazo na mradi huu. Serikali imeendelea kupanua wigo wa upatikanaji wa huduma ya umeme kwa wananchi kote nchini. Hadi sasa vijiji vyote 12318 na takriban 62.4% ya vitongoji vya Tanzania bara vimefikiwa na umeme. Dhamira yetu ni kuhakikisha nchi yote inapata umeme ifikapo mwaka 2030, na nadhani tutafikisha lengo hili kabla ya 2030. Nawapongeza wakala wa nishati vijijini REA kwa hatua hii nzuri, na niwatake kuongeza kasi ya kusambaza umeme katika maeneo yaliyobaki. Lakini pamoja nao tunawapongeza wadau wa maendeleo, African Development Bank na World Bank, nao pia wanatupa nguvu katika kupeleka umeme kwa haraka vijijini. Tunawapongeza sana. Ili mradi huu uendelevu kwa miaka mingi ijayo, tuna wajibu wa kutunza, kuhifadhi na kulinda mazingira pamoja na vyanzo vya maji vinavyoleta maji kwenye bwawa hili. Hivyo nitoe wito kwa wananchi wote kuhakikisha tunatimiza wajibu wetu. Niwatake Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Wizara ya Nishati, Wizara ya Maji na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kuratibu na kusimamia kwa karibu zaidi juhudi za uhifadhi wa mazingira na vyanzo vya maji katika maeneo yanayohusiana na mradi huu. Hiyo itafanya mradi huu uishi kwa miaka mingi zaidi. Tumeanza kusikia taarifa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania kwamba miezi michache ijayo tutakabiliwa na mvua kubwa za El Nino. Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kwenda kujitayarisha kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa kwa wananchi wetu. Kwa niwaombe sana, tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe ili mvua hizi zisilete madhara kwa wananchi wetu. Tusikubali wala tusitoe nafasi miundombinu hii kuharibiwa. Kamati za ulinzi na usalama mikoa na wilaya, shirikianeni na wananchi kwa kuweka mikakati mahsusi ya ulinzi shirikishi ili kulinda miundombinu yetu tunayoijenga kwa gharama kubwa. Sio tu hapa, lakini kote ambako tunajenga miundombinu ya kitaifa kwa gharama kubwa. Wizara ya Nishati na TANESCO na wataalamu wote mnaosimamia kituo hiki kuhakikisha mitambo hii inatunzwa vizuri ili itumike kwa ufanisi na kuleta manufaa yaliyokusudiwa. Wakati napewa muhtasari wa mradi huu,
Nimeambiwa wataalamu wote wanaoendesha mradi huu ni Watanzania, ingawa wakandarasi bado wapo, lakini wataalamu wote ni Watanzania. Kwa hiyo Watanzania, huu ni mradi wenu, tunzeni kidumu. Na hapa naomba nisisitize jambo moja ambalo kila ninapopata fursa ya kuongea na wananchi huwa nalisema, nalo ni amani, utulivu na usalama wa taifa letu. Tunu hizi hazipaswi kutelekezwa au kutekelezwa na vyombo vya ulinzi na usalama peke yao, bali ni wajibu wetu sote. Niwaombeni sana ndugu zangu, tuendelee kuzilinda tunu hizi kwa kuwa ndio msingi wa maendeleo na ustawi wa taifa letu. Sasa ninayo furaha kutamka kuwa kituo hiki cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere kimezinduliwa rasmi leo tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka huu wa 2026. Namuomba Mungu aubariki urafiki wetu baina ya Tanzania na Egypt au nchi ya Misri. Mungu aubariki mradi wetu. Mungu atubariki wananchi wa Tanzania, na asanteni sana kwa kunisikiliza.